Ndugu washiriki, serikali imeweka mfumo kamili wa uratibu kupitia Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ili kuharakisha kampuni changa hasa za vijana kukua. Kupitia mfumo huu, wizara, taasisi za mamlaka za serikali za mitaa zinapata mwongozo wa kuweka mazingira wezeshi ya ubunifu. NEAC ina wajibu wa kuratibu jitihada za uwezeshaji wananchi kwa nchi nzima ili kuhakikisha rasilimali zinafika kwa wavumbuzi, vijana na wajasiriamali katika mikoa yote. Vile vile, Tume ya Sayansi na Teknolojia kama chombo cha kitaifa ina jukumu la kuratibu tafiti, sayansi na ubunifu ili kuwezesha kukua kwa kampuni changa hapa nchini. Mfumo huu pia umeimarisha upatikanaji wa fedha ikiwemo mfuko wa maendeleo ya vijana pamoja na mikopo ya 10% ya halmashauri, yaani 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kitendo hiki kinachowezesha uvumbuzi chipukizi, kuanzisha na kukuza biashara inaashiria dhamira ya dhati ya serikali ya kushirikiana na makundi mbalimbali katika kuchochea maendeleo. Mafanikio yaliyopatikana katika kukamilisha jambo hili yanaonyeshwa katika baadhi ya hatua mbalimbali na mafanikio ambayo yameonekana. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imepiga hatua kubwa katika kukuza ubunifu na uchumi wa kidijitali, ikiwemo kuboreshwa kwa miundombinu ya TEHAMA, ikiwemo upanuzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano na upatikanaji wa intaneti nafuu. Kwa vile vijana wengi wadogo kuliko rika letu hawajawahi kuona mfumo mwingine uliokuwepo kabla ya huu, wanaweza wasizione sana jitihada hizi zilizofanyika sasa na jinsi ambavyo imerahisisha ufanyaji kazi wa aina hii. Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Katibu Mkuu, ninyi mnakumbuka wakati tunasoma kulikuwepo na kitu kinaitwa sanduku la posta. Generation hii mpya haijui sana mambo haya. Sanduku la posta, na kwamba ukiandika barua unatumia stamp. Inaongeaga na vijana wa stamp, wana stamp ni nini bwana? Na mkiwa pale shuleni utakapoonekana kidogo kidogo hivi umetoka familia iliyoeleweka hivi, kwanza unatambulika kwa kupokea barua. Alafu klasi ya juu zaidi inapokea TMO. Ilikuwa wakikucheka sana kwa siku zingine una sacrifice shilingi 15 unajiandikia barua, alafu na wewe uitwe paredi upokee barua. Lakini sasa unaweza ukaona nchi ilipofika kwamba mawasiliano si tu mawasiliano, bali mawasiliano ni uchumi, ni ajira, ni jambo kubwa. Lakini haya yote ni hatua ambazo serikali imefanya. Uwekezaji huu ni uwekezaji wa serikali, mkongo wa taifa pamoja na upatikanaji wa internet ni jambo kubwa na imewezesha kufanya transformation, na kazi hii inaendelea, haijafika mwisho, inaendelea ili iweze kwenda kwenye vijiji vyote. Kwa sasa kuna mradi nadhani unaoendelea wa uunganishwaji wa masuala haya vijijini. Utekelezaji wa mradi wa Digital Tanzania Project ambao umeongeza upatikanaji wa huduma za
serikali mtandao pamoja na huduma zingine. Unawezesha vijana kupitia programu za ubunifu nchini, COSTECH, Tume ya TEHAMA, vituo mbalimbali vya ubunifu na utazamizi nchini kuweza kufanyika. Bila hivyo visingeweza kufanyika. Kuzalisha ajira na fursa mpya kupitia ukuzaji wa makampuni ya kiteknolojia, ambalo na lenyewe ni jambo ambalo lifanyika vizuri. Marekebisho ya sheria na masuala ya kiutawala kurahisisha mazingira ya kufanya biashara kwa kampuni changa, ikiwa ni pamoja na kupunguza urasimu na gharama za ubunifu, kuongeza upatikanaji wa mitaji ikiwemo makubaliano kati ya kituo cha mauzo ya hisa cha Dar es Salaam na TSA ya kuwezesha kampuni changa kutafuta mitaji kwa njia rasmi. Na niwapongeze sana TSA, hamjabaki nyuma katika kuhakikisha kwamba napiga hatua na kutumia fursa hizo ambazo zinajitokeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunaendelea na jitihada mbalimbali kuhakikisha tunajenga mazingira mazuri kwa ajili ya ukuaji wa kampuni au biashara changa au startups kwa hapa nchini kwetu. Na katika kulieleza hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa tunaendelea kuhakikisha kuona ni kwa namna gani tunaboresha ekolojia kwa ajili ya biashara hizi changa kuweza kukua zaidi, na mpaka kwa takwimu tulizonazo hivi sasa takriban startups zilizosajiliwa 1041 zinaendelea kufanya kazi na zimeweza kutoa ajira takriban 140,000 na imeweza kuchangia mapato kwa mwaka 2024 takriban dola milioni 96.4, lakini katika mwaka huu tulioko hapa mpaka sasa dola milioni 300, na utaweza kuona ni kwa namna gani kwa kiasi kikubwa wana mchango mkubwa sana endapo watalelewa na kuweza kusaidiwa kuendelea kuboreshewa mazingira ya kufanya shughuli zao, ikiwemo upatikanaji wa mitaji, miundombinu, swala zima la sheria na mazingira mengine ya kiutawala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiangalia katika biashara hizi au kampuni hizi changa zinazochipukia, kwa kiasi kikubwa masuala ya teknolojia ya kifedha au fintechs yana akaunti asilimia kama 40 ya startups zote, lakini vile vile tunazo tech za kilimo kama tulivyosikia hapa katika Mazao Hub na wengine kilimo tech, lakini pia tuna tech za afya pamoja na tech nyingine za elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado tunajua changamoto kubwa kwa upande wa kisera. Startups zimekuwa classified katika General SME Policies, na tunachokifanya kwa maelekezo ya serikali ni kuendelea kuhakikisha tunaweka mazingira wezeshi ya kisera pamoja na ya kisheria. Nipende tu kuarifu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tumeshaanza jukumu hili la kuandaa sera. Tulipewa jukumu hili na serikali, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, tukitambua kwamba bado ziko bunifu nyingi, bunifu za kidijitali, lakini bunifu zingine ambazo wala hazihusiani pia na kidijitali. Lakini serikali iliona ili tuweze kwenda mbele ni lazima tuchukue hatua kwanza, ikakabidhiwa jukumu hili kwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ili kuweza kutanguliza mbele kuhakikisha sera hii inaweza kutungwa. Ambacho tumeshakifanya mpaka sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshaandaa taarifa kizio au baseline study, lakini vile vile tumewashirikisha kampuni hizi changa katika maandalizi ya sera hiyo, na tunaamini sasa tumeshakamilisha rasimu ya sera pamoja na mkakati wa utekelezaji wa sera hii, na tumeshawasilisha katika mashinari ya kiserikali kama unavyofahamu kupitia sekretarieti yetu ya Baraza la Mawaziri, na michakato mingine ndani ya serikali inaendelea. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia wewe tuwatoe hofu watu wetu wa TSA, mchakato huu unaendelea. Ni jambo jipya katika nchi yetu, lakini tunaamini tutafika katika sehemu inayostahili kama ambavyo umekuwa tukielekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuongezea hafla hii au hadhira hii ya kwako, nitaomba niseme tu maeneo machache nini tumeendelea kufanya zaidi ya sera. Tumeendelea pia kuhakikisha tunajenga ujenzi wa mnyororo wa ubunifu wa kidijitali, na tunaandaa programu ya miaka 3 na tunashirikiana pamoja na wenzetu wa JICA Japan.
Lakini ya pili pia tunaendelea kuangalia namna gani tutatengeneza pia sheria ya TEHAMA ili kuhakikisha yote haya ya kwenda sambamba, na hili pia nalo liko sehemu nzuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la tatu, tunaandaa mfuko wa kitaifa wa ukuzaji wa teknolojia ya kidijitali. Nimesikia hapa mazao hapo wakieleza changamoto ya kukosekana kwa mfuko, na hiyo ndio azma ya serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfuko wa kitaifa, na tayari tumeshaandaa andiko dhana au concept note na limemalizika, na kwa sasa linaendelea katika hatua nyingine mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile tume yetu ya TEHAMA wa ICTC tumeshirikiana na PPRA kuandaa mwongozo. Kama tunavyofahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia sheria na kanuni za PPRA, vijana pamoja na makundi mengine wakiwepo wanawake, wazee na watu wenye ulemavu wanakidhi vigezo vya kushiriki katika manunuzi ya umma kupitia zabuni serikalini, lakini pia katika halmashauri zetu. Kwa hiyo tumeandaa mwongozo kupitia ICTC pamoja na PPRA kuona ni kwa namna gani pia kampuni changa, tumeandaa mwongozo ambao kampuni changa pia nazo zitawekewa utaratibu wa namna gani wataweza kushiriki katika manunuzi kwa umma kupitia mfumo wetu wa manunuzi wa NeST. Na kupitia mfumo huu tumeandaa mwongozo ambao utaweka vigezo, ni startups zipi makina zenyewe zinatofautiana, lakini pia kuweka ukomo wa mitaji, kwa sababu pia na yeye unaweza kukaa startups miaka 5 miaka 10, how do you grow and graduate kutoka katika startup na kuendelea katika hatua nyingine.